Bwana Yesu asifiwe. Leo tarehe 18 ya mwezi wa 10 mwaka huu wa Bwana wetu Yesu Kristo 2025. Kipindi tulichonacho ni utupe leo riziki yetu ya kila siku, na tumekuwa na siku kadhaa ambazo tunazungumza sifa kuu 10 za mfumo wa Kisodoma, na mfumo wa kufanikiwa kiuchumi wa mpinga Kristo. Mistari ambayo imetuongoza Mwanzo sura ya 14 mstari wa 8 na kuendelea mpaka mwisho wa sura ya 14. Lakini pia tumeangalia Mwanzo sura ya 19 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 11 kwa maalum habari za Sodoma na Gomora. Na tayari tumeona sababu kubwa au sifa kubwa 5 za mfumo huu wa Kisodoma ambazo tumezipata nyingi kutoka Mwanzo sura ya 19. Utakumbuka tulisema moja ya sheria au sifa yake ni kwamba inaondoa heshima ya tabaka rika. Watu wa ngazi zote wanafanya makosa, kama vile hakuna mkubwa wa kumuongoza mdogo, mapenzi ya jinsia moja, au kaidi wa kingono, hakuna miiko, uharibifu wa mbegu kama sifa ya 4. Sifa ya 5 tumeangalia jana. Tulizungumza habari ya kuabudu njia au vyombo vya kukuletea mapato badala ya kuabudu chanzo cha mapato. Na nikwambia jana Kumbukumbu ya 8:18, utakumbuka Mungu ndiye atupa nguvu ya kupata utajiri. Baraka ya Mungu utajirisha mithali, na kwa hiyo chanzo kikubwa cha mtu aliyeokoka cha kiuchumi ni Mungu. Na kwa hiyo kadri unavyofanikiwa, Biblia inatufundisha unahitaji kuendelea kutii na kusikia kutoka kwa Bwana. Kishaona unaanza kupeleka mtazamo wako kuabudu, kunyenyekea vyombo vinavyokupa utajiri au njia unazotumia kupata mafanikio badala ya chanzo, ujue umeanza kutishwa kwenye mfumo wa kipepo wa kibabeli au wa Kisodoma, sawa sawa na Habakuki sura ya 1 mstari wa 15 na 10 na 16. Sifa ya 6 ya huu mfumo wa Kisodoma, mfumo wa kibabeli, mfumo wa Yezebeli, ni mafanikio yanayotokana na uchawi. Mafanikio yanayotokana na uchawi. Tukumbuka Hesabu 23:23, Mungu anasema wazi kutakuwa na uchawi juu yako Yakobo, kutakuwa na uganga juu ya Israeli. Na kwa hiyo hapendezwi na mafanikio yanayokuja kwa njia au chanzo ambacho ni uchawi. Uchawi kimsingi ni kinyume na mafanikio ya Mungu. Na ukisoma hii pia ni sifa kubwa ambayo inatufanya tuite mfumo huu mfumo wa Yezebeli, kwa sababu moja ya nguzo kubwa alizokuwa anatumia Yezebeli ilikuwa uchawi. Na utaiona hiyo Wafalme wa Kwanza sura ya 16 mstari wa 31, anaanza kutueleza chimbuko la Yezebeli na alikotoka. Ile sura ya 16 Wafalme wa Kwanza sura ya 16 mstari wa 31, Biblia inazungumza namna hii: ikawa kama ingelikuwa neno dogo tu kuyaendea makosa ya Yeroboamu mwana wa Nebati, akamoa Yezebeli, ambaye Yezebeli kwa mtoto wa mtu anaitwa Ethbaali, mfalme wa Wasidoni. Akaenda akamtumikia Baali, akamsujudia. Kwa mfalme Ahabu alimoa Yezebeli mtoto wa Yerubaali wa Ethbaali, mtoto wa Ethbaali alikuwa mfalme wa Sidoni. Na Biblia inasema akamjengea Baali madhabahu katika nyumba ya Baali aliyojenga huko Samaria. Ahabu akaifanya Ashera. Ahabu akazidi kumghadhibisha Bwana Mungu wa Israeli kuliko wafalme wote wa Israeli waliomtangulia. Kwa hiyo unaona Yezebeli kwa mtoto wa Ethbaali, maana baba yake ni kama alikuwa mwabudu Baali mkuu, na ndiko alikwenda kwa Ahabu. Na utagundua ukienda Wafalme wa Pili sura ya 9 mstari wa 22, moja ya nguzo ya uabudu wa Baali ilikuwa ni uchawi. Wafalme wa Pili sura ya 9 mstari wa 22, Biblia inasema ikiwa Yoram alipoona Yehu akasema, je, ni amani? Yehu akajibu, amani gani, maadamu uzinzi wa mama yako Yezebeli na uchawi wake ni mwingi. Uzinzi wa mama yako na uchawi wake ni mwingi. Kwa hiyo unaona tena hii ni moja ya nguzo ya mafanikio
ambayo ni ya mfumo wa Kiyezebeli, uchawi. Zinzi pamoja na uchawi ni mwingi. Kwa hiyo moja ya nguzo ya Baali ilikuwa ni hiyo. Na Mungu hafurahishi na mafanikio yote yanayotokana na uchawi. Utamkumbuka mtu mmoja anaitwa Balaam. Na Balaam, Biblia inamsema alikuwa ni mtu anayependa mapato ya udhalimu. Yeye aliajiliwa na Balaki kwenda kuwalani Israeli, na baadaye Mungu akamzuia asiwalani Israeli, baadaye akaleta baraka. Lakini ukiangalia waraka wa pili wa Petro sura ya 2 mstari wa 15, Balaam ametajwa namna hii. Balaam ametajwa namna hii. Waraka wa pili wa Petro sura ile ya 2 mstari wa 15, Biblia inasema, wakiacha njia iliyonyoka wakapotea, wakalifuata njia ya Balaam mwana wa Beori. Biblia inasema huyu alipenda ujira wa udhalimu, maana ujira ambao haujanyoka. Balaam alipenda ujira wa udhalimu, na kwa kupenda ujira wa udhalimu akaiacha njia iliyonyoka. Sasa ukisoma ujira wa udhalimu ambao tunaambiwa Balaam anazungumziwa namna hii kwenye kitabu cha Yoshua. Ukienda Yoshua ile sura ya 13, Yoshua sura ya 13 inamtaja wazi ya kwamba Balaam alikuwa mchawi. Yoshua sura ya 13 mstari wa 22. Yoshua 13 mstari wa 22, nataka uone anavyosema alipenda ujira wa udhalimu. 13 Yoshua mstari wa 22, Biblia inasema Balaam naye huyo mwana wa Beori, huyo mchawi, wana wa Israeli walimuua kwa upanga kati ya hao wengine waliouawa. Kwa hiyo Petro wa pili sura ya 2 mstari wa 15 anapenda ujira wa udhalimu. Unaona ujira wa udhalimu, kazi yake, sifa yake. Yoshua 13:22 alikuwa ni mchawi. Ukirudi kwenye kitabu cha Hesabu unaona ndio kazi aliyopewa na Balaki. Balaki alimpa kazi ya kwenda kuwalani Israeli, lakini kwa kumlipa pesa. Biblia inasema pesa nyingi, ambayo ililinganishwa na pesa ambayo inaweza ikajaa nyumba, ingeweza kujaa nyumba nzima. Hesabu ile sura ya 22 mstari kwa mfano wa 7, Biblia inasema kwanza mstari wa 5, basi akatuma wajumbe kwa Balaamu mwana wa Beori hata Pethori ulio kando ya mto mpaka wa nchi ya wana wake, kwenda kumuita akisema, tazama kuna watu kutoka Misri, tazama wanafunika watu wa nchi na tena wanakaa kunikabili mimi. Mstari wa 6, basi njoo wewe na kusio nilania watu hawa, maana wana nguvu kunishinda, labda nitawaweza tupate kuwapiga niwafukuze kutoka katika nchi, kwa maana najua unayembariki anabarikiwa, unayemlaani analaaniwa. Mstari wa 7, wazee wa Moabu na wazee wa Midiani wakaenda wakichukua ujira wa uganga. Kumbuka anapenda ujira wa udhalimu, alikuwa ni mchawi, akachukua ujira wa uganga, wakachukua ni malipo watakaomlipa Balaam mikononi mwao. Wakamfikiria Balaam wakimwambia maneno ya Balaki, akamwambia, kaheni hapo usiku huu nami nitawaletea jawabu kama Bwana atakavyoniambia. Kwa hiyo unaona walimletea ujira wa uganga. Mungu akamkatalia. Lakini Balaki akatuma watu tena. Mstari wa 15, na unaona mwishoni kule Balaam anamwambia, hata kama ungenipa nyumba imejaa fedha siwezi kuwalaani. Nataka uone kuna ujira unaotokana na uchawi ambao unaitwa ujira wa udhalimu. Kwa mapato yote ambayo yanatokana na uchawi, ulozi, uganga, Biblia imeita ni ujira au mapato ya udhalimu, na kwa hiyo hayawezi kuwa na baraka. Kwa hiyo shawishiwa kwenda kwa mganga, shawishiwa kufanya uchawi ili upate mafanikio ya kiuchumi, ujue unavutwa na kuingiza kwenye mfumo wa Kifrimason, kwenye mfumo wa Kibabeli, kwenye mfumo wa Kiyezebeli au wa Kisodoma ambao ni kinyume na mfumo wa Mungu. Jiepushe na kazi yoyote ya uchawi, jiepushe na kazi yoyote ya uganga, jiepushe na lolote ambalo linahusiana na hayo, kwa sababu taratibu kadri unavyofanya unajiingiza kwenye mfumo huu wa mpinga Kristo. Mungu atusaidie. Uwe na siku njema. Tuonane tena kesho asubuhi kwa sifa nyingine zaidi. Amen.